Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mazungumzo ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliyofanyika huko Islamabad nchini Pakistan hayakupata mafanikio. Marekani imeondoka kwenye mazungumzo hayo huko Pakistan bila makubaliano baada ya masaa 21 ya mazungumzo dhidi ya Iran, huku makamu wa rais JD Vance akisema Washington iliweka ofa yake ya mwisho na bora mezani kabla ya kuondoka Islamabad. Habari mbaya ni kwamba hatujafikia makubaliano, Vance aliambia mkutano na waandishi wa habari akisema, tulikuwa tukijadiliana kwa nia njema na tunaondoka hapa na pendekezo rahisi sana, njia ya kuelewa ambayo ni toleo letu la mwisho na bora zaidi, tunaona ikiwa wa Iran watakubali. Vance alisema Washington ilikuwa imeweka mistari miekundu ya wazi kadri iwezavyo, lakini Iran imechagua kutokubali masharti yetu, akisisitiza juu ya matakwa ambayo Tehran ilikataa kujadiliana hadharani, huku akiashiria tena msisitizo wa msingi wa Amerika juu ya dhamira ya muda mrefu ya kutofuata silaha za nyuklia. Tehran hata hivyo inasema mazungumzo hayo yalishindwa kwa sababu ya matakwa mengi ya Marekani. Press TV ya nchini Iran imesema hakuna mwafaka uliofikiwa baada ya Marekani kusukuma mbele zaidi masuala yakiwemo mlango wa bahari wa Hormuz, haki za nyuklia za Iran na mizozo mingine ya msingi. Maafisa wa Iran hapo awali walishutumu Washington kwa kutoa madai kupita kiasi na kinyume cha sheria, huku mazungumzo yakiendelea hadi siku ya pili. Licha ya mkwamo huo, hakuna upande unaonekana kutangaza mchakato huo na usitishaji mapigano unaendelea. Ripoti za awali zinaonyesha mawasiliano ya ngazi ya chini ya kiufundi na juhudi zaidi za kidiplomasia zinaweza kuendelea baada ya kushindwa kwa duru ya kwanza, hata kama hoja kuu za kubana hazijatatuliwa. Chanzo karibu na ujumbe wa Iran kiliambia Fars kwamba Washington ilikuwa inatafuta kisingizio cha kuondoka na kudai kupitia mazungumzo kila kitu ambacho hawakuweza kupata wakati wa vita. Chanzo hicho kilisema Tehran ilikataa masharti ya Marekani kwenye mlango wa Hormuz, nishati ya amani ya nyuklia na mambo mengine ya msingi, na kuongeza kuwa Iran haina mipango ya duru ijayo ya mazungumzo. Vance amerejea Washington baada ya kushindwa kwa mazungumzo hayo ya Marekani na Iran huko Islamabad. Waandishi wa habari wa White House walisema makamu wa rais alipanda Air Force 2 saa 1:08 majira ya asubuhi kwa saa za huko, na ndege hiyo iliondoka Pakistan muda mfupi baadaye na kuhitimisha mbio za mazungumzo ya kidiplomasia. Muonekano wa Vance baada ya mazungumzo hayo ulikuwa mfupi sana, akizungumza kwenye jukwaa mbele ya bendera mbili za Marekani, huku Steve Witkoff na Jared Kushner wakiwa kando yake. Makamu wa rais alizungumza kwa takribani dakika moja, akauliza maswali matatu na akamaliza tukio hilo baada ya zaidi ya dakika 3 bila kuchukua chochote zaidi. Alisema ujumbe wa Washington unaondoka kwenye mazungumzo na kile alichokitaja kuwa pendekezo lake la mwisho kwa Tehran. Makamu huyo wa rais alisema ujumbe wake ulisalia katika mawasiliano ya karibu na Rais Donald Trump na timu pana ya usalama wa taifa kwa muda wote wa masaa 21 wa mazungumzo na Iran, na kuonyesha mazungumzo hayo yakiwa yameratibiwa vilivyo kutoka ngazi ya juu ya utawala. Ndiyo, ni wazi tulikuwa tukizungumza na rais mara kwa mara. Sijui ni mara ngapi tulizungumza naye, nusu dozen mara kadhaa katika saa 21 zilizopita, Vance alisema, akiongeza kuwa timu ya Marekani pia ilikuwa ikiwasiliana mara kwa mara na Admiral Cooper, Pete Hegseth, Marco Rubio, lakini pia na timu nzima ya usalama wa taifa na waziri wa fedha Scott Bessent. Akishinikizwa na CNN kuhusu masharti ambayo Tehran iliyakataa, Vance alikataa kutaja orodha kamili hadharani. Sawa, sitaingia katika maelezo yote kwa sababu sitaki kujadiliana hadharani baada ya kujadiliana kwa saa 21 kwa faragha, alisema Vance. Kisha akaashiria matakwa ya msingi ya Marekani akisema, tunahitaji kuona ahadi ya uthibitisho kwamba hawatatafuta silaha za nyuklia na hawatatafuta zana ambazo zingewezesha kufikia silaha za nyuklia haraka, Vance aliongeza. Hata hivyo alisema kwamba habari ni mbaya kwa sababu hatukufikia makubaliano, aliwaambia waandishi wa habari, akiongeza kuwa Washington imeweka mistari miekundu kwa wakati huu. Hata hivyo, miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa kwamba yalikuwa moja ya yale ambayo Iran iliyakataa, ambayo Marekani ilikuja nayo katika meza ya mazungumzo, ni pamoja na kuitaka Iran ikabidhi uranium yote, lakini iache kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, yani usiwe tena chini ya milki yake, lakini pia na suala la Hezbollah na Lebanon.
mapendekezo ambayo yalitolewa na Marekani chini ya JD Vance pamoja na Jared Kushner pamoja na Steve Witkoff, na imeelezwa kuwa wakati huo wa mazungumzo Iran iliyakataa mapendekezo yote hayo, na ndicho ambacho kimemfanya makamu wa rais kuondoka katika meza ya mazungumzo baada ya masaa 21 ya mazungumzo ambayo hayakuzaa matunda. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, comment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana. Mimi ni Adam Hussein.